Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tunaendelea kwenye kipindi kingine. Leo ni siku nzuri sana ambapo tunaenda kusukuma ile miujiza yetu ambayo imechelewa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla tujaingia huko, kuna watu wana shuhuda, kuna watu wana sadaka ya shukrani, kuna vitu ambavyo Mungu amekutendea. Muona wiki hii lazima urudi madhabahuni pake, useme asante kwake. Kama upo karibu. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa kupitia madhabahu hii ya Rock kwa mambo makuu aliyotutendea. Mambo ni mengi, lakini leo nazungumzia jambo moja tu. Kama familia tulikuwa na changamoto moja kubwa sana, na kwa siku za karibuni imekawa very critical, ambapo kwa akili zetu hatukuwa tunajua namna gani ya kufanya. Lakini leo katika namna ambayo hatukutarajia, katika engo ambayo hatukufikiria, Bwana akatuinulia divine helper ambaye akatushika mkono kwa upande ule ambao ulikuwa very critical. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Lakini na kwa namna pekee tunawashukuru watumishi wetu hapa, mtumishi Sanbela, mtumishi John na wengine wote ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakituombea, na tunaamini kabisa kwamba sehemu iliyobakia tutavuka kwa kishindo. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi niko mbele za Mungu kumshukuru Mungu. Amenitendea vitu vingi sana kwenye kazi, amenitendea yani siwezi kusema kimoja kimoja kwa sababu ni vingi. Nimemuona mkono wake kwa namna ya ajabu sana. Yani kuna vitu vingine mpaka nashangaa. Sema hata hichi Mungu amenifanyia, lakini narudi sifa na shukrani kwa Mungu. Pia amenisaidia sana pia mume wangu kwenye kazi yake, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Pia kuna position ambayo mume wangu anatakiwa kupata. Tunahitaji approval kutoka BOT na South Africa. Nimekuja kumshukuru Mungu in advance kwa sababu naamini kwamba Mungu ataenda kumpa position. Na pia kuna maamuzi fulani yamefanyika kazini, pia nimekuja kumshukuru Mungu kwamba ataenda kunitetea pia hata katika hilo. Kwa hiyo kikubwa sana nimekuja kumshukuru Mungu kwa mengi aliyonitendea, kwa mengi anayonitendea kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye afya, kwenye uzima. Sio kwa akili zangu, sio kwa nguvu zangu, ila namshukuru Mungu. Pia sitaacha kushukuru watumishi kwa sababu kusema ukweli wanatuombea. Tunamuona Mungu akitutetea. Namshukuru mtumishi Sanbela sana, namshukuru mtumishi John, mtumishi Amoki. Pia humu katikati yetu pia namshukuru Mungu ameninunulia watu wananiombea sana. Siwezi kumtaja mtu mmoja mmoja, wananijua, wanajijua. Amen. Mungu awabariki. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda kumshukuru Mungu sana baada ya maombi ya fimbo ya uzalimu na maombi ya stretch nimeweza kupandishwa cheo ofisini. Mara ya kwanza nilikuwa nafanya posta. Sasa nikawa naambia unahamishwa. Sasa nilipopewa location ya Temeke, akasema oh my god, Temeke posta. Lakini baada ya kuripoti Temeke nikakuta a lot of grace. Namshukuru sana Mungu kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu, tarehe 24 mwezi wa 5 niliweza kufunga ndoa takatifu. Ninamshukuru sana Mungu. Japokuwa vita viliinuka sana, lakini watumishi walikuwa pamoja na mimi na dadangu Ana. Ninawashukuru sana, Mungu aendelee kuwatunza. Amen. Na pili napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya shule yangu. Haikuwa rahisi, niko najiandaa na maandalizi ya ndoa, lakini matokeo yalitoka mazuri sana mpaka nilimshangaa Mungu. Napenda kumshukuru sana Mungu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na mengi ya kumshukuru Mungu kwa mambo makuu aliyotutendea kupitia madhabahu ya Rock. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya binti yangu Emi. Leo tarehe 26 mwezi wa 10 ametimiza miaka 17.
Hatuje kuona mtu kaimbiwa happy birthday humu ndani. Kwa Emi unakaa upako chako cha tofauti. Amen. Namshukuru sana Mungu, yaani ni makuu aliyotutendea kupitia binti yangu Emi, na ndio maana leo akiwa anatimiza miaka 17 tumeifanya kama special. Yaani kwa maana miaka yote alivyoanza form 1 ndo alipoanza kuumwa. Alikuwa anasumbuliwa sana na mifupa, yaani mifupa, mikono saa nyingine nakakamana, shida hata kuandika, miguu inamvuta sana. Ya, tukikaa wiki moja nyumbani, wiki nyingine anakaa shule, wiki nyingine inayofuata nyumbani anarudi. Yaani ilikuwa ni tatizo, lakini kwa vile nilikuwa sijui kama ni tatizo la kiroho, kwa hiyo akirudi nyumbani tunaenda hospitali. Akiwa hospitali wanasema hamna kitu, wanampa dawa tu za kupoza nini, lakini tukaingia kwenye maombi, mimi na ndugu zangu tukakubaliana, hebu tumuombe Mungu ni nini, mbona mtoto ameanza kuumwa ghafla na alikuwa mzima. Wakati mwingine paka anashindwa kwenda darasani, eti anashindwa kutembea, wenzake wanambeba au wanamshika, wanasaidiana kumburuta kwenda darasani. Kwa kweli kilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinatuumiza sana kama familia, kwa sababu Emi kwanza ni mjukuu wa kwanza, ni mtoto wa kwanza katika familia yangu, yaani ndo mtoto katika familia wa kwanza, na ni mjukuu wa kwanza kwa mama yangu. Kwa hiyo yani watu wote tulikuwa jicho letu kwake. So tulikuwa tunaendelea hivyo hivyo kumtegemea Mungu na kufunga na kuomba. Jamani, niwaambie tu kwamba maombi na kumtegemea Mungu kuna nguvu. Yaani Mungu anakujibu kutokana na kile unachoelewa kuhusu Mungu. Yaani jinsi unavyomjua Mungu. Mimi sikukata tamaa kabisa. Nilikuwa najua Mungu nayemtumikia. Mtu akikata tamaa ajue anayemwamini. Lakini ukiwa unajua kwamba kuna Mungu anaweza kufanya, iwe leo iwe kesho atafanya. Kwa hiyo Mungu akaniinulia mtumishi ambaye kaja katuambia hili swala ni la kiroho, tukazane sana, vinginevyo mtoto atakaa chini. Mimi nikasema mtoto wangu hawezi kukaa chini, kwa vile ninajua ninayemtumikia na ninajua nile naye ana nguvu kiasi gani. Kwa hiyo nikaa nafunga 21, 40 na msi Mungu mpaka alivyofika form 3. Mungu ndo akatuonyesha sehemu hii hapa. Na wakati anatuonyesha hapa, tulikuwa tumehangaika sana. Kwa hiyo nilivyokuja ndani ya wiki moja baada ya kuja hapa, ndo kukaa kuna ibada ya kuombea magonjwa. Nafikiri kulikuwa kuna tent kule, healing service ile. Yaani leo tumemtoa shuleni, tumepita naye hapa, tukaonana na mtumishi Amoki, akatuambia tena imekuwa bahati kesho kuna hiyo service, na Jumatatu tulikuwa tunamrudisha shule. Kwa hiyo akasema kwa kweli Mungu anatupenda na amefanya njia ili huyu mtoto atoke leo kesho apate hiyo service. Nakumbuka aliombewa kule, wengine walipata shida. Sasa tukasema mbona wakwetu hajatikisika, hajafanya nini, wala hajayumba wala kufanya nini, na tunajua anaumwa kweli kweli. Lakini tukamwamini Mungu, tukasema kwa hichi alichofanya kama mtumishi na ni watu vile, basi na sisi tunajua tu kwa imani kuna kitu kimefanyika. Na kweli baada ya ile service, yani Emi akawa sasa amepunguza, angalau tunaweza tukapumua mwezi mmoja bila kuitwa kwenda kumfuata. Kwa hiyo ikawa inapungua hivyo hivyo inapungua, tukaanza kuwashirikisha watumishi, wakawa wanatusaidia sana. Ilipofika form 4, yani ikawa kama ndo inazidi. Maana ndo karibia anafanya mitihani, mpaka ikawa ina stress, anashindwa kusoma na nini. Yani watumishi hapa kwa kweli wana moyo wa pekee. Kwa maana nilikuwa nawasumbua sana sana. Leo nimeambiwa huko mtoto tena tayari, lakini walikuwa wananipa moyo bila kuchoka. Ashas, yani sina la kusema. Lakini sasa hivi kabla ya wiki moja kabla ya mtihani wa form 4,
aliumwa mpaka vidole vikawa vimekakamaa, alafu mkono kwa umevimba wa kulia, yani kwamba hatuweza kuandika. Lakini tukamleta hapa, tukaenda kumwombea shule ruksa, tukamleta mahali hapa, watumishi wakamwombea, mtumishi Sanbela na mtumishi John wakamwombea. Basi alivyoondoka akaweza kufanya mtihani wake vizuri na kafaulu vizuri, na tangia hapo akapona jumla, yani hakuna mfupa nini. Kwa kweli kwetu ilikuwa ni muujiza, kwa sababu kwa miaka karibu 4 tunahangaika na mtoto anaumwa na julikani kinachomuuma, na changamoto nyingine tu nyingi, yani zote zikaanza kutoka kidogo kidogo, zinaachiliwa kidogo kidogo. Kila tunavyokuja naye hapa kwenye maombi, kwenye ibada, asha zinao hawajachoka, manake yani saa nyingine wanakaa na sisi mpaka saa 4 saa 5 wakihakikisha mpaka Emi awe huru, na sasa amekuwa huru kweli kweli, tunamshukuru. Amen. Anapoanza mwaka wake huu wa 17 akiwa huru, hana tatizo lolote, na hata kama kuna vingine vimebaki vitaendelea kujiachia vyenyewe. Amen. Tangilia Bwana Yesu kwa makofi. Kwani Emi anaongea chochote? Asiye mama kaka kusingizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya huu mwaka mwingine, kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya madhabahu hii, kwa ajili ya wazazi wangu, kwa ajili ya watumishi na kwa ajili ya ushers, na kwa ajili ya familia yangu kwa ujumla, ndugu wote, majamaa na marafiki. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Kuna la kujifunza, lakini ukisikia it was a long process. Amen. Kuna watu wanatakaga nao miracle. Yeye alikuja tu wiki 3 hajapata kazi haijatokea, huyo kakasirika. Kwa hiyo lazima ujifunze. Subiri kwanza Devota na kazi ya kidogo. Haya basi uchonge. Bwana Yesu asifiwe. Mengi pekee napenda kumshukuru Mungu kwa mambo mengi na makuu ambayo amefanya katika maisha yangu kupitia Rock Ministry, na pia namshukuru Mungu kwa yale ambayo hajayafanya bado, naamini atayafanya. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Nimesimama mbele yenu siku ya leo nimshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake. Amekuwa mwaminifu sana. Mwaka jana kwenye Prophetic Saturday alinipa neno la kinabii kwa kupitia mtumishi wake Baba Sanbela, na alizungumzia kuhusiana na mahusiano ambayo nilikuwa nayo, na akanielezea juu ya kitu ambacho kilikuwa mbele yetu. I don't know why. Nikiangalia event naona rangi nyingi za purple. Don't forget to put purple color. Do you understand me? Yes. Yes. Mungu anakufuta machozi yako. And you will not regret. Don't worry. Things will run faster. Do you understand me? And it will reach a time you think maybe it's demonic. Things will run faster. Very soon tunaenda kurejoice. Very soon, very soon, very soon, very soon. Na mwezi huu tarehe 13 nilifanikiwa kuwa engaged. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini namshukuru pia kwa ajili ya kila neno ambalo alilisema, kwa sababu ile siku alisema vitu vingi na vyote nilivinote na vyote Mungu amevifanya. Katika vitu ambavyo Mungu alisema kwamba
nitapata kibali sana kwa wakwe zangu. Sikuelewa kile kitu kwa kipindi ambacho alikuwa anasema, lakini mara baada ya yeye kufika na kuniengage tulivyoenda kwa wakwe, nilishangaa namna ambavyo baada ya yeye kufika kutoka wapi? Kutoka Marekani. Tuviongelee kwa upana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kazani anatokea na Chingwea. Pia kitu ambacho napenda nimshukuru Mungu sana kwa ajili ni jinsi ambavyo amekuwa mwaminifu sana kwangu. Kuna neno ambalo alinipa miaka 4 iliyopita kuhusiana na huyu mtarajiwa, na kipindi ananiambia sikuelewa. Aliniambia kuna mtu aliondoka nchini miaka mingi iliyopita, lakini atakuja kwa ajili yako, na alilisema kwa kutumia watumishi wawili tofauti, na aliniambia exact words na hawafahamiani. Lakini cha kushangaza, hatujaonana miaka 13, na safari yake ya kuja Tanzania alikuja kuniengage. Amen, amen, amen. Na baba alisema pia kwamba sitajuta, na ni kweli mpaka hivi sasa sijajuta kuwa naye katika mahusiano. Ningependa nimtie moyo binti ambaye yuko hapa, ambaye hajui kesho yake itakuwaje. As long as uko kwa Mungu na unaendelea kuwa mwaminifu mbele zake, Mungu anajua mtu ambaye anastahili moyo wako. Na usikate tamaa wala usiondoke mahali hapa. Mahali hapa ni sahihi sana. Haijalishi ni changamoto gani unapitia, lakini Mungu anajua na anakuandaa kwa ajili ya yule mtu sahihi ambaye tamleta. Na pia ningependa nimshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu ya Reality of Christ. Hii mimi kwangu ni familia yangu ya pili. Nimewafahamu toka niko chuo mpaka hapa nilipofika. Mtumishi Sanbela nilikuwa namuita kaka, lakini akaja kuwa baba kwangu. Mtumishi Amoki ni mama, mtumishi John, kila mtumishi ambaye yuko mahali hapa kwa namna moja au nyingine wamechangia sana katika ukuaji wangu. Mpaka sasa hivi naweza nikasema hii ni familia yangu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hii madhabahu na watumishi wote wa mahali hapa. Kila mmoja ambaye anatumika mahali hapa, Mungu akaendelee kumuinua na kumtumia katika viwango vya juu zaidi. Mwisho kabisa, sadaka yangu naileta pia kwa ajili ya kila mtu ambaye ile siku nilipopewa neno la kinabii alijiungamanisha na lile neno, kama ambavyo Mungu amefanya kwangu na akafanye kwako. Mungu akubariki. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna la kujifunza pia. Aida ni moja kati ya watoto ambao wamekuwa ni waaminifu sana. Pamoja na changamoto zote walibakia kumtumikia Mungu kwa kiwango hicho ambacho anacho ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tumefahamu toka chuo, kuna wakati nilikwenda kuwachukua akiwa boom limekata kabisa. Na wapenda sehemu ile, unajua kuna wakati chuo kula chips na chumvi. Kwa na wachukua tunaenda restaurant, wanakula vizuri na warudisha hostel kwao. Lakini toka tumeanza huduma ndo amekuwa akitusaidia kwenye kila engo ambazo zinahusiana na mambo ya decoration na nini. Changamoto zikawa nyingi, lakini aliendelea kustick na Mungu, wala imani yake haikuwahi kuyumba. Watu wote siku zote ambao wameng'ang'ana huwa wanapata matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jifunze sana kung'ang'ana na Mungu. Usijifunze kung'ang'ana na watu. Amen. Jifunze kung'ang'ana na Mungu. Amini Mungu yuko kwa ajili yako. Amini Mungu atafanya. Kama anafanya kwa wengine, why not you? Sehemu ambapo ukiona mtu mmoja anapona, jua uponyaji upo kwenye hilo eneo. Ukiona watu wanaolewa, jua ndoa zipo kwenye hilo eneo. Ukiona mtu anapata mtoto, jua watoto wapo kwenye hilo eneo. Popote palipo na Mungu, basi huo upako unaweza ukaja kwako. Amen. Karibu mume wa Irene. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nipo hapa kumshukuru Mungu kwa sababu ya neno la kinabii ambalo lilitoka mwezi Julai kwenye ibada ya partners. Mtumishi wa Mungu Sanbela aliniambia kwamba anaona juu yangu mayai 3 na kwamba hayo mayai yanaanza kuangua. Maana yake ikiwa kwamba vitu vyote ambavyo niliwahi kuambiwa kama unabii, mawazo nilionayo pamoja na ndoto ambazo niliwahi kuziota sasa zingeanza kutokea.
na nakumbuka kwamba mtumishi Sanbela alikuwa huko nyuma alikuwa akinipa unabii na ananiambia kwamba naona international career, lakini mimi wakati huo nilikuwa sioni, kwa sababu sijui naanzia wapi, yani sioni kwa kifupi. Lakini wiki mbili baada ya ule unabii kutolewa, ilikuwa ni siku ya Jumamosi, ilikuwa ni tarehe 10 August, nilikuwa nakuja huku Rock, nikapigiwa simu na kampuni ya Kimarekani ambayo ndio inawakilisha vyombo vingi vya habari duniani kwa maana ya kusupply waandishi wa habari. Kwa hiyo kwa mfano wateja wa hii kampuni ni mashirika makubwa ya habari kama kina Al Jazeera, China Global Television Network, SABC, Turkish Television, Russian Television, Fox News, CNN, vyote. Kwa hiyo ulikuwa unasubiri channel yako ya udaku ya YouTube. So nilipigiwa simu nikaambiwa kwamba kuna mtu amenipendekeza kwamba kuna kazi ambayo inabidi ifanyike. Siku hiyo kulikuwa kuna breaking news kubwa tu hapa Tanzania na ilikuwa inahitajika mtu wa kuripoti, lakini wawakilishi wa kampuni hiyo hapa nchini walikuwa wako nje ya nchi. Kwa hiyo hakuna mtu, na mashirika mengi yanataka hiyo habari saa hiyo. Kwa hiyo sasa nikaanza kushangaa, simu inaanza kuita, napigiwa simu. Walikotoa picha yangu sijui, na shangaa tu imewekwa kwenye TV, maana nilianza na shirika la habari la China. Walipiga simu kwa upande huu wa Afrika, nikaripoti mara ya kwanza, wakawa wameweka na picha yangu sijui ilitoka wapi, walitoa wapi, walinitumia tu kwenye WhatsApp. Nikasema please confirm if this is you. Nikasema ni mimi. Nikawa nashangaa sijui walitoa wapi picha yangu. Nikaripoti mara ya kwanza, mara napigiwa tena simu, nasikia sauti kama mtu anaongea Kiingereza lakini anaongea Kichina, anasema sisi ni CGTN Bureau ya Beijing, please report. Nikapangiwa muda, nikapelekwa hewani. Baadaye tena usiku tena nikaripoti tena. Nikapigiwa tena simu na Bureau ya Marekani, nikaambiwa pia wa Marekani pia wanataka uripoti. Nikaendelea kuripoti, na kwa siku 3 mfululizo nikaendelea kuripoti, including shirika la habari la Afrika Kusini. Kwa hiyo nikamshangaa Mungu kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea, lakini pia kusema kwamba nilikuwa nimepitia changamoto kubwa, kwa sababu tofauti na mashirika mengine kusema kwamba labda mimi nafanya kazi labda tuseme BBC, hilo ni shirika moja, lakini ukiwa na shirika hili unafanya kazi mashirika yote. Kwa hiyo inamaanisha uwezo wako lazima uwe ni mkubwa sana wa kuweza kubadilisha. Kwa waandishi wa habari wanaelewa kitu kinaitwa house style. Kwa hiyo kila wakati inabidi uwe unabadilisha. Kwa kweli niseme kwamba nilipitia katika moto, yani ni tanuru la moto, kwa sababu nilikuwa sijazoea style tunazofanya hapa nyumbani, ni tofauti kabisa na wanavyofanya wenzetu. Lakini baada ya pale nilipata reviews nzuri kutoka kwenye kampuni, wakasema kutokana na walichokiona wangetaka sasa kunipa mafunzo rasmi ya kuweza sasa kuweza kufanya kazi kama mwakilishi wao, mmoja wa wawakilishi wao hapa. Ukiwa unaenda kuripoti nje wasemi uende na babako wa kiroho. Nataka nimshukuru Mungu. Sababu ya kumshukuru Mungu ni kwa sababu ni rahisi mimi kuja kusimama hapa kusema kwamba namshukuru Mungu kwamba kimetokea, lakini tangu hizi nasikia hizi habari ni miaka 4. Naambia international career, lakini huoni kitu, kimya kabisa. Kwa hiyo nipo hapa kumshuhudia matendo makuu ya Mungu, lakini kumtia moyo mtu ambaye amesubiria mwaka wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4 na inawezekana ni zaidi, kwamba kama Mungu amekuahidi kitu basi endelea kung'ang'ania. Kwa sababu kuna wakati ambapo kina mtumishi John na mtumishi Sanbela wao walikuwa wananitia moyo kwamba hili linawezekana kabisa. Utamsikia mtumishi John anasema kwamba kazi yake ya dola. Namsikiliza lakini kazi ya dola.
Afu na mtumishi Sambela yani ananiambia wewe ni international tu, wewe ni international. Nikasema au labda ni kwa sababu tu ya lugha. Lakini nikaamini kwamba kama mtumishi wa Mungu amesema, naamini kwamba Mungu amemtumia mtumishi wa Mungu kusema kitu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nikishikilie. Kwa hiyo unakuta hata kwenye gari langu nilikuwa nimening'iniza pale nani ya dola pale, ilikuwa inaning'inia pale mbele pale. Watu walikuwa wananiuliza, "Kwa nini unaning'iniza hiyo hapa?" Wananicheka kwamba unaning'iniza nani ya dola. Nikamwambia mimi naamini kwamba nitapata kazi ya dola. Kwa hiyo kile ambacho Mungu alikisema katika maisha yangu kimeshatokea, na ni yai la kwanza limeshapasuka. Naamini kwamba yaliyoko mbele ni makubwa zaidi kama ambavyo mtumishi wa Mungu alisema. Na nataka tu nikutie moyo kwamba kama Mungu amesema lazima lije litokee. Yaani Mungu kukupatia sio issue ni moyo wako, utayari wako, uvumilivu wako, na sio kusema kwamba sijapitia changamoto nyingi hapo katikati, nyingi sana na magumu mengi kweli kweli, kiasi cha kuweza kufika mahali pa kusema labda nikate tamaa kwamba sioni chochote. Lakini ukisimama na Mungu, ukimwamini Mungu kwamba kile ambacho amekizungumza, kama kuna neno ambalo amesema juu ya maisha yako, basi lazima litatimia. Na ndio maana mtumishi Sambela anasema kwamba lishike neno la Mungu. Ukiwa na neno la Mungu, whether mtumishi amesema kitu au hakusema kitu, lakini wewe unalo neno la Mungu, ukisimama nalo lazima litazaa matokeo katika maisha yako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ya kujifunza mengi, unachokiamini kisicontradict na unachokitamka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema aliamini hivyo, ingawa kuna kati alikata tamaa, lakini anachukua picha ya dola anaweka kwenye gari. Kila wakati akiangalia dola moyo wake unainuka. Ulikuwa umeinama. Sasa unaweza ukapewa prophecy kwamba huu mwaka utapita, utaolewa. Sasa wanaume wenyewe wako wapi humu ndani? Yaani unakuwa wa kwanza kuabort hiyo miracle. Na mara nyingi maneno tunayoyatamka ndio yanayokwenda kinyume na kile kitu ambacho Mungu anafanya. Na automatically hicho kitu kinapotea. Kwa hiyo ukisikiza toka watu waliosema mwanzoni, utajifunza kwamba kuna kitu cha kung'ang'ana na lile neno la Mungu ambalo umelisema bila kukata tamaa. After prophecy au baada ya kujua Mungu anachotaka kukupa, vita huaga inainuka. Vita huaga inainuka na vitu haviwi vigumu. Wanaovumiliaga na wanao hold huaga wanafanikiwa. Wale wanaofanikiwa bila kuvumilia, bila kuhold, huaga ni watoto. Mungu anawapa kwanza wasogee waupende ufalme. Alafu akisha kuwa ngangari kwenye ufalme, Mungu anadili nao. Bwana Yesu asifiwe. Wale watoa shuhuda, naomba tuje tumshukuru Mungu, na wale wanaotaka kuungana pamoja nao, tumshukuru Mungu kwa ajili ya vitu ambavyo amefanya. Ninaamini na wako huko njiani. Bwana Yesu asifiwe. Kiwa sehemu ambapo unasikia shuhuda tofauti natia moyo. Amen. Kienda sehemu tukasikia shuhuda zote ni Makata kanitoka, Maimuna kali. Tunasikia za deliverance, tunasikia za Holy Spirit, tunasikia za kazi, tunasikia za mahusiano, tunasikia za afya. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kumbe Mungu hapa anafanya kazi kwenye engo zote. Nyosha mikono yako juu. Mungu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesimama na kutoa shuhuda juu ya kile kitu ambacho Mungu umekifanya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ninamweka kwenye madhabahu yako kila aliyetoa shuhuda siku ya leo. Ninatangaza huo ushuhuda ukawe permanent kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utathibitika na utaonekanika. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mungu, na hata wale ambao wana vitu wanavyovihitaji, wengine wameshindwa kuzisema shuhuda zao, lakini moyoni mwao wanakushukuru kwa ajili ya vitu ambavyo umevifanya. Nao pia Mungu ninaweka kwenye madhabahu yako. Hivyo
Mungu alivyoviweka mioyoni mwao vikawe permanent kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Lakini hata wale ambao wanatarajia, hata wale ambao wanategemea, wale ambao Mungu wanatarajia kupokea kutoka kwako, yamkini wana neno lako la ahadi, yamkini wamekuomba na vitu bado viko pending. Bwana, hata siku ya leo tunapoenda kuomba na kukulilia, kila kilichokuwa kimechelewa katika ulimwengu wa roho kikafanyike kuwa halisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninaomba nikiamini, wote tuseme amen. Amen. Mungu akubariki. Utaweka sadaka yako hapo, utarudi. Haleluya. Geukia jirani yako, mwambie karibu nyumbani kwa Bwana. Leo tuna ibada nzuri sana 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 sana, na tuna hizi Jumamosi 4. Yaani kama sio hii ijayo ile, lazima moja itaondoka na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana leo tunaweka msingi mzuri sana, tutaweka msingi wa maombi. Baada ya hii kuna vitu vikubwa sana tutaanza kufanya. Amen. Maana tunatamani kuona vitu ambavyo tunataka kuviona ndani ya mwaka huu. Kusiwe kuna sababu yoyote ya hivyo vitu kushindwa kutokea. Fungua Biblia yako, kitabu cha Isaya. Isaya mlango wa 62. Isaya 62 mstari wa kwanza na wa pili. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo, na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Huyu ni Isaya anazungumza, anatoa prophecy. Na mstari wa kwanza anasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Kusoma tu mstari, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Hata nyamaza kwa ajili ya Sayuni. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Manake kumbe kuna watu wengine ana uwezo wa kunyamaza. Kuna maeneo au kuna watu ambao hawezi akafungua kinywa chake. It doesn't matter wana uhitaji kiasi gani, ana uwezo wa kubaki kimya. Na anaposema nitanyamaza, inamaanisha kutokutoa sauti. Kumbe kuna watu ambao haijalishi wana push kwa kiwango gani, lakini Mungu anaweza kaamua kukaa kimya. Ana uwezo wa kunyamaza. Lakini anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Kwa ajili ya Sayuni hawezi kunyamaza, atazungumza tu. Lakini inapofika kwa ajili ya Yerusalemu, sio tu atakuwa amekaa kimya, anasema hatatulia
manake lazima awe na movement. Ukisoma tu mstari wa kwanza utapata sifa mbili za Mungu, kwamba ni Mungu anayeweza kukaa kimya, lakini ni pia ni Mungu anayeweza kuzungumza. Ni Mungu anayeweza kuwa sehemu na smooth, na ni Mungu ambaye anaweza kuwa na movement. Kutokukaa kimya kwake na kumove kwake, kutembea kwake, kunategemea na Sayuni na Yerusalemu. Kumbe Sayuni akizungumza lolote, Mungu lazima ataresponde, naye atazungumza. Na Yerusalemu akifanya lolote, Mungu lazima atamove. Mstari wa pili unasema, au mstari wa kwanza anasema, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo. Hata haki yake itakapotokea kama mwangaza. Biblia isemi hata haki yake itakapotokea ikae kimya. Inasema hata haki yake itakapotokea kama mwangaza. Kwa nini kasema kama mwangaza? Manake sio tu yule anayedai haki aione. Mwanga ukitokea sehemu, hata yule asiyestahili huwa anauona ule mwanga. Kwa hiyo anachokizungumza anasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, sikai kimya kabisa, na kwa ajili ya Yerusalemu napo sitatulia, hata haki yake itakapotokea. Akisema hata, maana yake kuna period hapo, kuna muda. Maana yake huyu mtu kuna sehemu amekaa kwa muda mrefu akisubiri ile haki yake. Ni mtu ambaye amekaa kwa muda mrefu akitamani Mungu azungumze. Ni mtu ambaye amekaa anatamani auone mkono wa Mungu kwenye maisha yake. Alafu Mungu anajiapiza kupitia Isaya. Anasema haiwezekani nikanyamaza, wala haiwezekani nikatulia. Na siwezi kukaa nikanyamaza au nikatulia mpaka haki yake itakapotokea kama mwangaza. Kuna kipindi ambacho Mungu huamua kujibu maombi. Na maombi ambayo Mungu anajibu, sio tu anajibu ili wewe ufurahie, huwa anajibu ili watesi wajue kama Mungu amekujibu. Yaani kuna namna ambavyo Mungu anafanya kitu, sio tu lengo kukufurahisha wewe, ili pia lengo lake ni kucommunicate na waliosema hakiwezekani kwenye maisha yako. Ndio maana anasema hata haki yake itakapotokea kama mwangaza. Manake kuna namna hilo jibu litakavyotokea, hakuna mtu atakayejitahidi asione. Hata wajitahidi vipi wasisikie, itapita tu masikioni. Ni sawa siku hizi kuna level ya teknolojia ilipofika. Je, kuona kuna habari unashangaa, yani ukifungua social network ipo. Ukisema siingii kwenye social network, ukikaa tu useme labda
ngoja nijibu WhatsApp status mtu kanitumia, unakuta kwenye status umewekewa. Yaani kuna namna tu ile habari inakufikia whether you like it or not. Na kuna majibu ya Mungu huwaga yanakuwa ya namna hiyo. Na wakati mwingi ukiona Mungu anakichelewesha kitu, jua kuna kitu ambacho pia Mungu anakitafuta kupitia hilo. Unajua wakati mwingine huwezi ukawajua marafiki zako wa kweli mpaka upoteze kazi. Yaani huwezi kujua marafiki zako wa kweli mpaka uwe huna kazi. As long as una kazi, wote wanakupenda. Ndio maana siku unamwomba Mungu, Mungu naomba unionyeshe marafiki wangu halisi, you'll be amazed. Kwa namwambia mtu mmoja, nikamwambia siku ujidanganye, omba maombi, umwambie Mungu maadui zangu wote wawe na mapengo meno ya mbele, ili nikiwaona niwatambue. Unaweza ukashangaa marafiki zako wote hawataki kucheka. Na wakati mwingine Mungu anapokihold kitu kwa muda mrefu, kuna vitu anavipitisha. Kuna watu anataka waone. Alafu kuna watu inabidi wakudharau, wakuone umekwisha, waone hautainuka tena, wajiapize, waandae na sherehe. Afu katikati ya furaha yao, ushuhuda wako unakuja kama mwangaza. Ndio maana utashangaa wamama wengi ambao wamesubiri watoto kwa muda mrefu, unashangaa ghafla tu mama anazaa triplet. Utashangaa mama anajifungua twins. Na alikuwa anaomba mtoto mmoja, anamuomba Mungu kweli kweli angalau apate mtoto mmoja tu. Lakini kuna namna Mungu anataka kujibu above. Anasema na wokovu wake kama tai wakaya. Soma mstari wa 2 tena, unaona anavyosema. Mstari wa 2. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Na wafalme wote, malaka anazungumzia wale watu wenye high class. Hiyo itakuwa haina option. As long as hiyo glory Mungu kaiachia kwako, they will see it. Sasa unaweza kuelewa kama Mungu anazungumzia this kind of testimony. Kama ni Mungu anaamua kukubariki na gari, unaweza kujua ni aina gani ya gari ambao wafalme wanahitaji kuona huo utukufu. Kama anazungumzia kwa habari ya kazi, which kind of job? Kuna kazi gani ambao Mungu akikupa watu watasema kweli huyu ni Mungu? Kuna jambo gani ambalo Mungu akilifanya kwa ukubwa watu wanajua huyu sio devota? Maana devota tunamjua. Hii hapa lazima huyu ni Mungu wake. Unajua kuna watu wengine hata ukienda kwenye hoteli, mtu akikuta kwenye ile hoteli ajua huyu sio yeye. Manake umevuka vile
Kuna wafalme wameangalia, wanaona hichi kiwango hichi mbona ni cha kwetu, imekuwaje yeye akapenya akaingia huko? Sasa wasipojua kwamba ni Mungu, na kama ni Mungu maana kitu kinakuwa permanent. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunataka tuingie kwenye hayo maombi, kwenye vile vitu ambavyo vimekuwa pending mpaka vinatuchosha, vile vitu ambavyo tuliviandikia kwenye notebook yetu mwezi wa kwanza tarehe 1, tukasema kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili, na sasa hivi tunatafuta mwezi wa 11, bado vingine havijatokea. Kuna vingine tumetiki, vingine bado hatujatiki. Tunataka kabla mwezi wa 12 haujaisha, na useme kwa situation yangu hii. Kuna siku nilifundisha nikamwambia kuna upako unaovunja taratibu na sheria. Upo, una exist. Upo. Kuna hicho unachokitafuta kwa miaka 3 kinaweza kufanyika ndani ya miezi 3 na ukawa surprised. Kuna wakati mwingine Mungu anafungua mlango ambao umeuhangaikia miaka na miaka, afu anaufungua tu kirahisi, unapita. Kinapita, walitafuta samaki for so long, siku kucha, wakakosa samaki, wakaamua kuosha nyavu. Yesu anahubiri, hawasikilizi, bize wanaosha nyavu zao. Alipomaliza kuhubiri, akawachukua, akamwambia twendeni. Wakamwambia sikiliza, sisi ni wavuvi na ni professional kwenye uvuvi, tumetafuta usiku kucha na hatujapata. Akamwambia twendeni. Kawachukua, kaenda nao katikati kule, akamwambia watupe nyavu. Wakatupa zile nyavu kwenye maji. The same place, the same water, the same people, mtumbwi huo huo, nyavu hizo hizo, maji hayo hayo. Walifanya usiku kucha, hawakupata. Lakini kwa sababu kulikuwa kuna mtu kwenye kile chombo, na huyo mtu alikuwa na influence na upako ambao una uwezo wa kuvuta vitu kinyume cha muda, kinyume cha taratibu. Walivyotupa tu hizo nyavu, ule upako ukawaingia kazini. Samaki wakajishangaa walikotoka, hawajui wanaenda wapi. Wote wakaingia kwenye ile wavu. Wananyanyua nyavu, zimejaa samaki wengi wa kutosha. Kitu ambacho kilifanyika masaa 12 usiku mzima hawajafuata. Within maybe 1 hour or 30 minutes wamefanya mara nyingi zaidi. Tuna muda mchache sana wa kumaliza mwaka, lakini tunataka tufanye kwa ukubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, nataka hicho kitu chako kiwe kwa ukubwa zaidi. Kama ingekuwa ni mimi, ni wewe, baada ya kuliona tule tangazo na kujua, maana kichwani kwangu nina vitu tayari ninavyovitaka kuvishughulikia. Kuna vitu ambavyo ni lazima niwe nimesha vipanga kwamba kwenye hizi wiki 4 ambazo mtumishi kasema tunaenda kuomba, na mimi hili hapa lazima nidili nalo. Nakwambia hakuna shuhuda zitazalika nyingi kama hizi Jumamosi 4. Kama hizi Jumamosi 4 zitazalika shuhuda nyingi sana 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 kwenye hizi Jumamosi 4. Yaani huu mwezi, wiki 4 ni mwezi mmoja, vitu vingi sana vitakuwa vinalipuka. Na wakati mwingine tu ni Mungu kukufundisha kwamba kuna vitu vingine ni divine ability, sio ability yako. Ndio maana tutaingia kuomba, tutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Geukia jirani yako, sema tutaomba.
Yaani tutaomba kweli kweli leo. Tutaomba, tutasukuma. Alafu mwishoni nitaenda kufanya declaration. Jumamosi ijayo tutadili na zile ngombe au nguvu za giza ambazo zinafanya vitu vikadelay. Leo tunaanza na maombi kama msingi. Jumamosi ijayo tutadili na hivyo vitu ambavyo vinafanya hivyo vitu vichelewe. Kwa ndio maana baada ya maombi ya leo unaweza ukashangaa, hata sio testimony uliokuwa unaitegemea, lakini ule upako ukishuka unashangaa uliokuwa unawadai ndo wanaanza kulipa. Yaani hivyo ni viashiria tu kwamba kuna jambo limetokea. Kuna mtu ulimkopesha vocha 5,000 akulipa, lakini unashangaa kulipa. Ulishasahau kama hata ulimkopesha hiyo vocha. Hivyo ni viashiria juu ya jambo kubwa linalotokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, jirani yako mwambie leo naomba. Simama hapo ulipo. Tunataka mataifa waone haki yetu. Sio tu sisi, tunataka mataifa waione haki yetu. Tunataka wafalme waone utukufu tulionao. Na assignment ambayo nakupa, nataka tuende na vitu 5 kwenye haya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingapi? 5 kwenye haya maombi. Kwa ukirudi unakuwa unaandika vitu vyako 5 kwamba hivi ndio nilivyosimama nazo kwenye hizi Jumamosi 4 na nataka nivione hivi vitu 5. Kwa naongea na mama mmoja jana, alikuwepo kwenye ile semina ya ardhi. Kaja na udongo wake hapa, akaniambia, mtumishi huwezi amini, nilikuwa nataka kuuza kiwanja changu. Nilikuwa nauza kiwanja changu milioni 76. Lakini nikasema siwezi kuanzia 76 maana mpaka tu bargain wanaweza wakafika huko 60. Kwa hiyo nataka nianze na 90. 90 nishuke mpaka 70 na kitu. Kwa hiyo kuna mteja akaletwa, nikamweleza kwamba nauza kiwanja, akaona sehemu, akauliza bei, akaambiwa 90. Akasema nitakuja kwa ajili ya mazungumzo mengine zaidi. Kwa siku akaja na mume wake ofisini, amekuja kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Mazungumzo yenyewe zaidi ni nini? Documentation. Kwa badala ya kuuza 70 na kitu akauza 90 na kitu. Hakuna bargaining. Wapi kipindi hicho utafanya bila bargaining? Wapi? Mbongo yupi? Akauza 90. Anasema nini? Nilikuwa natania kwamba nianze kwa tushuke. Sasa kama kushuka, kwa nini dhambi? Nikamwambia, hiyo sio dhambi kabisa. It's a business. Bwana Yesu asifiwe. Kuna divine ability. Kuna upako ambao wako unaenda behind the scene. Unafanya vitu vinatokea kuliko vile ambavyo tunavitegemea. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kumwabudu Mungu, alafu naenda kukupa prayer point ambazo tunaenda kuingia nazo kwenye maombi. She
shaka. Hey, hey, hey. Usiyashindwa, Bwana wa mabwana. Wewe satamoko sheteke ratatamo usiyashindwa. You are breaking the chains. You are shifting us, oh God. Ratatatamayeke. Usiyashindwa. Yakatamo. Naliamini jina lako. Wewe. Usiyashindwa. 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 Wewe. Usiyashindwa. Nakuamini. Litia jina la Bwana. Oh, Katamo. Your name is power. Your name is glorious. Repeteke. Yapatamaye. Jina lako. Usiyashindwa. Yahweh, Yahweh. Nataka uombe kwenye lile eneo ambalo unatamani vitu vijibiwe. Hebu peleka huo upako. Nimekwambia kuna divine ability. Kuna upako ambao Yesu aliuachilia chini ya maji. Wale samaki wakarespond kwa muda mchache. Walishindwa kurespond kwa muda wa masaa 12 waliohangaika usiku kucha, lakini wakarespond kwa muda mchache. Yes, connect hicho unachokiomba na huo upako. Connect hicho unachokiomba na huo upako. Connect hicho unachokiomba na huo upako. Nataka nikusikia ukiomba. Ndio tumeanza kuvitengeneza vitu vyetu sasa. Raka sheteke rado satarada. Roko shatakarada kayada. Rapa shatakarada kayada. Rapa shatakakarada. Repo sotokorada kashete. Rano setekele brokotose. Rakashaduzo. Rekete zaba. Jetekelado. Pray. Pray. Connective vitu. Hata kama vimevichelewa, vitamke kwa maneno, vitamke kwa majina. Kama ni position, hata kama ni dimension katika ulimwengu wa roho ambao unatamani kuoperate kwayo. Anything. Yes. The heaven is open now. Mbingu iko wazi kwa ajili yetu. Mbingu iko wazi kwa ajili yako. Sikio lake si zito wala lishindwe kusikia. Anakusikia.
Pray, pray, pray. Anasema kwa ajili yako Sayuni sitanyamaza. 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 Kwa ajili yako Sayuni. Wengine wote ninaweza kanyamaza, lakini si kwa ajili yako. Si kwa ajili yako na si kwa ajili ya maombi yako. Rapashatakara dosetete. Rapabababababa. Rekekeke. Rasototo zetete. Lakero zetero tero zatere. Reko zete brade kere tosabrakata. Lero simbrokatea kora zetea. Leto semande lekato. Arusopa asheta. Ropa sata brakia. Romande rata zapakate. Roshatakara roseto. Jamande lerio uzamanda. Lokora sote brakate. Jatakaratoska. Rapakasha doko bradia. Rapasata koradia. Rapasata koradia. Anakusikia, 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 anakusikia. Pray, 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 pray. Rakashata karaba seteke. Skuma, 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 skuma. Rakashata karada satake. Roshata kalado soprete. La soto koradese. Rapata kayabo. Rapasatako. Kwa ajili ya Israeli. Kwa karata sako. Rakashete kerado. Kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. 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 Ninajua unalolihitaji, sitatulia. Ninajua unalolitaka, sitatulia. Ninajua unalolitafuta, sitatulia. Ninajua unaloliomba, sitatulia. Ninajua unachokitamani, sitatulia. Nitahakikisha nakifanya. Nitahakikisha nakifanya. Ninahakikisha nakifanya. Rapashata karato seteke. Ropashata karabade. Raka papa papa papa. Joporata kaya. Yes. Ninaona wingu la maombi linazidi kutufunika. Wingu la maombi linazidi kutufunika. Wingu la maombi linazidi kutufunika. Rapashata karaba. Wengine ni watu ambao watawasaidia. Ndio unawakusanya sasa katika ulimwengu wa roho. Rapashata karadoske. You are divine helpers. You are divine helpers. Rapa papa tekea. Rakashata karado. Rapashetea. Ropo papaya. Rakakashika. Japarade. Aradada. Jete. Zeko. Rade. Lato zoto prakate. Rapashete keradoske. Rapakayane. Jetokora. Lakarabashata kara. Ropapa soto korade. Haijalishi vimechelewa kwa muda gani. Haijalishi vimechelewa kwa muda gani. Aya. Hata samaki walio chini ya bahari wanarespond. Sembuse hichi kilichoko juu ya ardhi. Sembuse kilichoko juu ya ardhi. Sembuse kilichoko juu ya ardhi. Rakashata karadoske. Ropa papa shetekeraba. Kama ni shule, kama ni kazi. Aresoto brakata. Rapa shetekeraba sataka. Rapa shataka rabasete. Usikae kimya, endelea, endelea. Endelea kuvisukuma. Endelea kuvisukuma, endelea kuvisukuma katika ulimwengu wa roho. Rapa sheteke rabasata. Areto seteke. Rapa shateke. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Yes, ninaona watu wanaomba. Ninaona watu wanaomba.
As long as unaomba, yuko Mungu anayesikia. Yuko Mungu anayesikia. Yuko Mungu anayesikia. Yuko Mungu anayetusikia. Yupo Mungu anayekusikia. Yuko Mungu anayekusikia. Yupo Mungu anayekusikia. Yupo Mungu anayekusikia. Anasema sikio langu si zito. Sikio langu si zito mpaka nishindwe kusikia. Sikio langu si zito, wala mkono wangu si mfupi mpaka nishindwe kuokoa. Ombeni lolote, ombeni lolote, ombeni lolote, ombeni lolote, ombeni lolote, ombeni lolote, ombeni lolote. Wewe peleka kwa Bwana, peleka kwa Bwana, peleka kwa Bwana. Yes, 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 yes. Peleka kwa Bwana, peleka kwa Bwana, peleka kwa Bwana, peleka kwa Bwana, peleka kwa Bwana. Shangaa mapepo yanayokimbia kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho tayari. Kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho tayari. Kuna kitu kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho tayari. Rapa shatakara soto. Jetekerebe shetekera. Rakazoto brahea. Ropa shata karado setea. Ramando lokia. Ropo sata. Leta shoto korate. Zatoza brahe hilokrade. Komande le brahe. Japrakate kele brokosika. Yepranande. Risota zaprakates. Azutala do sopreke. Loshande la karae. Lekrotatea. Yero soprakataka. Arresoto korade. Lekarano nosia. Maombi yako yanasikika. Maombi yako yanamfikia. Maombi yako yanamfikia. Maombi yako yanamfikia. Maombi yako yanamfikia. Rakashata karamando seteke. Rasata sakarados. Ayayayayayaya. Resotoko sataka. Linatimia katika ulimwengu wa roho. 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 Hiyo milango itafunguka. Rapa shata karadoske. Ile tuliyotumia nguvu nyingi itafunguka. Arashata karaboseteke. Pray, 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 pray. Pray, pray, usichoke. Pray, 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 pray. Leo tumeanza tuna huo msingi. 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 Yerado sete, yekararaka, lokora basataka. Hata kama ni juu ya afya. Hata kama ni juu ya afya. Haijalishi ni ugonjwa gani, declare uzima. Hata kama walisema ni ugonjwa wa mauti, declare uzima. Popote unapotutazama, wewe ungana na sisi, tamka na wewe, tamka na wewe. Tamka na wewe, tamka na wewe. Tuko pamoja katika ulimwengu wa roho. Tuko pamoja katika ulimwengu wa roho. Popote ulipo, popote ulipo. Rakashataka rabasatakaya. Japapapataka prakatekete. La tosatera dosa dalae. La rusa prakatea. Ropratea. Rosataya doso. Omande hado haruso talayo golado. Hata ni kama isha uhusiano, hata kama ni ndoa. Ndoa imekuwa chungu, we tamka unachotamani. Kama ni uchumi, tamka ile breakthrough unayoitamani. Yes, pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Hizi ni wiki 4 za kutengeneza vitu vije kwenye uhalisia. Na hicho ulicho nacho ni kimoja wapo. Ni wiki ya ushuhuda ulionao kuja nje. Kutokea physically. Kutokea physically. Kutokea physically.
Pray, 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 pray. Rapa pa 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 pa. Yeketetete. La rusotoya, la rusotoya, la rusotoya. La cara dosete. Jetaramande le cria. Reka shata karabai. Shata karabai. Raka shete keranoske. Roko ramande ke shete kerabade. Holy Spirit is here. Holy Spirit is here. Yabayade. Tuna dakika 5 zimebaki. Tuna dakika 5 zimebaki. Yes, nataka uombe. Nitamruhusu yapige muhuri hayo maombi. Ndio maana nataka uyaombe, nataka uyaombe. Rapa shata karaba. Rapa papa papa shata karaba. Rakasete kerebe. Rasoto koraba. Resete zota leke reto zapae kayade lakaye lekaradoske tia poya keranoska leya. Skuma 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 skuma. Tuna dakika 3 zimebaki. Tuna dakika 3 zimebaki. Yes, yes, yes. Skuma, tuna dakika 2 tu, dakika 2 tu, dakika 2 tu. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Yes. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Tuna dakika 1 tu. Tuna dakika 1. Yes. Tuna dakika 1 tu. Tuna dakika 1 tu imebaki. Yes. Ndani yangu nasikia nikwambie, mlango umefunguka, ingia.
Mlango umefunguka. Ingia. Mlango umefunguka. Ingia. The door is open. The door is open for you. Mlango umefunguka. Mlango umefunguka. Ingia. Huo mlango umefunguka. Ingia. Take a step of faith. Wale ambao safari ziko mbele yao, safari ziko mbele yao, let this anointing touch them now. Wherever they are, wherever they are, paka kule nyuma. Hakuna kukosa visa, hakutakuwa na kukosa visa wala kukosa fedha. Yes, uo upako upite, uo upako waguse, uo upako waguse, uo upako waguse popote walipo. Yes, whether wanatuangalia online au wapo katikati yetu, I release this anointing to them. Visa vikatengenezwe, visa vikatengenezwe kwa ajili ya safari zao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Nyosha mkono wako kulia juu. Ninaupaka mafuta wa mkono wako, ukaguse fedha ambazo haujawahi kuzigusa kabla. Currency tofauti tofauti, 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 currency tofauti tofauti. Ninaachilia mafuta kwenye huo mkono wa kulia, kwenye huo mkono wa kulia. Let this divine ability, let this divine ability be upon you now. Be upon you now. Be upon you now. Be upon you now. Sio tu fedha za kigeni. Mungu akakushangaze kwa kiwango ambacho kuwahi kukishika kabla. Kile kiwango ambacho hujawahi kukishika kabla, ili ukajua huyu ni Mungu na sio wewe. I release that grace. I release that grace. I release that grace. I release that grace. In the mighty name of Jesus Christ. Unapoondoka hapa, ukaanza kuexperience huo mlango uliofunguka. Unapoanza kuondoka hapa, ukaexperience huo mlango ukafunguke. Huo mlango uliofunguka ukauexperience kwenye maisha yako. Huo mlango uliofunguka ukauexperience kwenye maisha yako. Pale ambapo ulishindwa kupita, sasa hivi ukapite kwa urahisi. Pale ambapo ulishindwa kupita kabla, this time ukapite kwa urahisi. Wakawepo wa kukufungulia huo mlango. Isiwe ni bidii yako kufungua huo mlango. Wakawepo wa kukufungulia huo mlango. Hii wiki inayoenda kuanza, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, Mungu akakushangaze na divine favor. Ikawa ni wiki ya kushika vile usivyostahili. Ikawa ni wiki ya kushika vile ambavyo huvitegemei, vile ambavyo ni above your ability, vikawe mikononi mwako. Vile vitu ambavyo ni above your ability vikawe mikononi mwako. Wale watu ambao sio rahisi kukutana na wewe wakakutafute wewe. Every meeting itakayokaa kwenye hii wiki ikawe for your own benefit. Ikawe for your own benefit. Ikawe kwa faida yako. Ikawe kwa faida yako. Ikawe ni wiki ambayo kwako loss haitakuwa sehemu yako.
Ikawe ni wiki ambayo utahesabu faida na sio hasara. Ikawe ni wiki ambayo utapokea good news. Ikawe ni wiki ambayo vile vitu ambavyo hukuwahi kuvijua Mungu akavifunua na kuviweka wazi kwako. Kila atakayejiconnect kwenye hii wiki na wewe akaone kwamba una baraka za Yusufu. Kila atakayejiconnect na wewe wiki hii akaone una baraka za Yusufu. Yoyote atakaye kushirikisha kwenye jambo lolote wiki hii likawe la mafanikio. Watu wakajua ulichokibeba ndani yako. Watu wakakijua kilichokibeba ndani yako. Watu wakakithamini ulichokibeba ndani yako. Ukatangulie mbele ya familia yako kama Yusufu mbele ya familia yake. Ukatangulie kwenye familia yako kama Yusufu alivyotangulia mbele ya familia yake. Nenda ukafanikiwe kwa ajili ya familia yako. Nenda ukafanikiwe kwa ajili ya ukoo wako. Nenda ukafanikiwe kwa ajili ya nchi yako. Waliokukataa na kukukimbia kabla wakakufate na kukuthamini. Kama Yusufu waliomuuza baadaye waliona amebeba majibu yao. Wale watu wote ambao walikusaliti wakaone majibu yao ndani ya wiki hii kwenye maisha yako. Watu waliosema hautaweza kuzaa jema wakaone ukizaa mema ndani ya wiki ijayo. Waliosema umeishiwa na umekufa wakakuona ukifufuka mbele yao. Neno moja ninalotaka kukuachia, mlango wako umefunguka. Ninasema 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 mlango wako umefunguka. Mlango wako umefunguka. Mlango wako umefunguka. Mlango wako umefunguka. Nisikilize. Nataka tupige pambio moja la sifa la hatari sana. Inakuwa ni prophetic dance. Tunaanza kushangilia kwa vile tunavyoenda kuvi-experience. Hallelujah. Hallelujah. Tunaenda kushangilia vile tunavyoenda kuvi-experience. Amen. Wanaoamini wamepokea watamchezea Bwana. Haiwezekani ukapokea vitu vikubwa alafu ukaacha kumshangilia aliyekupa. Ambao hawaamini kama umepokea watakaa tu wanashangaa. Ila wale ambao wanaamini kwamba wamepokea hawatakaa huko, watakuja huko kucheza. Amen. Nataka tupige pambio la ushindi. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, mtakapozunguka mara 7 pigeni kelele. Pigeni kelele, shangilieni. Kabla ukuta hujaanguka shangilieni. Mkifanya tu kupiga kelele maana yake ukuta utafanyaje? Na sisi tunataka tushangilie kwa sifa. Tushangilie kwa sifa. Maana milango ya Yeriko imefunguka. Hallelujah! Hallelujah! Geukia jirani yako mwambie mlango wa Yeriko umefunguka. Mwambie mimi siangushi ukuta, napita mlangoni. Nisikilize, siku hizi we are very much matured. Amen. Hatuangushi ukuta, matofali yanaweza katugonga. Tunafungua milango alafu tunaingia. Hallelujah. Tunafungua milango tunaingia. Wanaosubiri kuta zianguke wanatukuta tuko ndani na kuta bado zimesimama. Tunaenda kumshangilia Bwana. Amen. Tunaenda kumwimbia Mungu. Kwa hiyo tunaomba pambio la sifa. Prophetically tunataka tu celebrate kitu ambacho Mungu amekwisha kufanya tayari. Hallelujah. Kigelegele na shangwe. Aliyenitendea, aliyenitendea, aliyenitendea.
chako hapo ulipo. Haleluya. Tunaenda kuruka kwake aliyetubariki. Haleluya. Shangwe na vigelegele. Yeye ni Bwana. 1, 2, 3. Hallelujah! 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 Wangapi wamebarikiwa na siku ya leo? Chukua sadaka yako hapo ulipo. Unapotoka nyumbani mwa Bwana unatakuwa unajisikia unavyojisikia. Unajua kweli leo nimekuja kwenye nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Basi chukua sadaka yako hapo ulipo alafu utasimama. Ukiwa umechukua sadaka yako utasimama. Kabla sijaomba, lakini tunawashukuru kuna wengine mkwepo Jumatano nilitoa ile tangazo. Tunawashukuru waliofanikisha kwa sadaka zao kuhakikisha eventi au ile seminar Dodoma inafanikiwa, na tulimuona Mungu kwa ukubwa sana Dodoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akubariki sana kwa pale ambapo umetoa, lakini Mungu pia ibariki kamati nzima ya Dodoma. Imetupokea vizuri. Tumekula, tumekunywa, tumehubiri, wameokoka, wamefungulia, tukarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuliyafurahia yote ya rohoni na mwilini. Kwa hiyo naomba tuombe pia. Tuna semina Mwanza ambayo soon tutaanza kutoa matangazo, lakini kama una sadaka yako pia unatamani kutusaidia kuweza kufika Mwanza, kupunguza gharama za Mwanza. Gharama ni kubwa sana. Utamuona kaka John, utaniona mimi, utamuona au Alpha au kaka G au coordinator Ana, utawapatia sadaka na hiyo sadaka itafika. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaonana tena Jumatatu. Tuna semina, tuna ibada kama kawaida. Siku ya Jumatatu tuna dini na siku ya kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usikose Jumatatu, Jumatano, na tutaendelea na series ya pili sasa. Baada ya kuweka msingi wa maombi, siku ya pili, siku ya Jumamosi ijayo. Shika sadaka yako kwenye mkono wa kulia, alafu inamisha kichwa chako. Utaenda kumshukuru Mungu. Alafu kuanzia kule nyuma utakuja kutoa. Alafu mtumishi wa Mungu baada ya kumaliza kutoa ataenda kuahirisha ibada yetu. Tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya kila kitu ambacho umekifanya siku ya leo. Asante kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu ambaye amekuwa pamoja na sisi toka tumeanza mpaka hapa ambapo tumefika. Tumeshika hizi sadaka mikononi mwetu tukishukuru kwa ajili ya hii milango ambayo imeshafunguka, ambayo tutaanza experience kuanzia Jumatatu tu, tukiona kile kitu ambacho Mungu umeshakifanya katika ulimwengu wa roho. Tunapoenda kuachilia hii sadaka, tunisehemu tu ya shukrani na si kwamba tunanunua hii miujiza. Mkono wako ukaendelea kuwa pamoja na sisi,
mkono wako ukaendelee kutugusa na kutulinda. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, tunaomba tukiamini, wote tuseme amen.